Wakati wa vita vikali vilivyokuwa vimeikumba Japani, kijana mmoja alikuwa akitembea kwa shida kupitia mitaa iliyoharibiwa. Mgongoni mwake alimbeba mdogo wake ambaye alikuwa amefariki dunia. Kijana huyo alikuwa akitafuta mahali pa kumpumzisha mpendwa wake. Askari mmoja aliyekuwa akipita alimuona kijana huyo na kumwambia kwa sauti ya ukali, "Mtupe huyo mtoto aliyekufa ili usichoke. Yeye ni mzigo tu." Kijana huyo alisimama na kumtazama askari kwa macho yaliyojaa huzuni na uchovu. "Huyu si mzigo," alisema kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka. "Huyu ni ndugu yangu." Maneno hayo yalimgusa askari moyoni. Alielewa mara moja kina cha upendo wa kijana huyo kwa mdogo wake. Alianza kulia, akijuta maneno yake ya kikatili. Tangu wakati huo, msemo "yeye si mzigo, ni ndugu yangu" umekuwa maarufu nchini Japan. Umekuwa kauli mbiu inayosisitiza umuhimu wa upendo wa kifamilia, huruma na msaada kwa wale wanaohitaji. Kauli mbiu hiyo inatukumbusha, akichoka mwinue, wasaidie wale wanaohangaika. Akiwa msaada wake dhaifu, msaidie, wape nguvu wale walio dhaifu. Akikosea, msamehe, onyesha huruma na uelewa. Na kama ulimwengu utamchoka, mimi nitambeba mgongoni mwangu. Ahidi, uaminifu na msaada usioyumba. Hadithi hii inatufundisha kwamba upendo wa kifamilia ni nguvu kubwa inayoweza kushinda hata nyakati ngumu zaidi. Inatukumbusha kwamba sisi sote tunahitaji upendo, msaada na huruma kutoka kwa wengine.